Mkutano wa 16 wa kila mwaka wa BRICS ulioandaliwa mjini Kazan, Russia kuanzia tarehe 22 hadi Oktoba 24 ulisisitiza dhamira inayoongezeka ya ushirikiano wa pande nyingi chini ya mada kuimarisha umoja wa kimataifa kwa maendeleo ya haki ya kimataifa na usalama. Mkutano huo ulihudhuriwa na viongozi kutoka nchi 36 na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres uliashiria wakati muhimu kwa ulimwengu wa kusini, haswa Afrika, wakati bara hilo likipanua ushirikiano wake katika umoja huo. Kihistoria, Afrika Kusini imekuwa taifa pekee la Kiafrika katika BRICS. Hata hivyo, kujumuishwa kwa Misri na Ethiopia mwaka 2023 na kuanza kwao katika mkutano wa kilele wa mwaka huu kunaashiria mabadiliko makubwa. Muungano huo pia ulikaribisha mataifa washirika mapya 13 ikiwa ni pamoja na Algeria, Nigeria na Uganda, na kuimarisha ushawishi unaokuwa wa Afrika ndani ya BRICS. Nia hii inayoongezeka inaangazia hamu ya Afrika ya mpango wa ulimwengu wa pande nyingi inayotoa fursa za kupunguza utegemezi kwa nguvu za magharibi na kuunda ushirikiano wenye nguvu na nchi zinazoibuka kiuchumi. Kwa kuzingatia unyonyaji wa kiuchumi na masharti ya vikwazo kutoka kwa taasisi zinazoongozwa na magharibi kama vile IMF na Benki ya Dunia, mataifa ya Afrika yanazidi kugeukia BRICS kwa njia mbadala. Benki mpya ya maendeleo NDB, tawi la kifedha la BRICS, hutoa chaguzi za kupunguza utegemezi wa dola ya Marekani na kuepuka mzunguko wa madeni unaodhoofisha. Mataifa yanayoongozwa na jeshi ambayo mara nyingi haijumuishwi kutoka kwa ufadhili wa IMF na Benki ya Dunia yanaona BRICS kama mshirika anayeweza kutumika. Licha ya hayo, nchi kama Misri na Ethiopia zinasalia kutegemea uokozi wa IMF, ikionyesha kuwa lengo la kupunguza utegemezi wa dola litachukua muda. Hata hivyo, viongozi wa Afrika wanasalia na matumaini kuhusu modeli ya ufadhili ya NDB na mipango kama vile biashara kukinga uchumi wa Kiafrika dhidi ya kuyumba kwa dola na kukuza uwezo wa kibiashara. BRICS pia inatoa fursa kushughulikia changamoto za usalama za Afrika. Umoja huo unaunga mkono juhudi kutoka kwa Umoja wa Afrika AU na mashirika ya kikanda kama vile Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kukabiliana na vitisho katika kanda kama vile Jamhuri ya Afrika ya Kati, Msumbiji. Kwa kuidhinisha masuluhisho yanayoongozwa na Waafrika, BRICS inachangia uthabiti wa kikanda na kutoa rasilimali muhimu kwa juhudi za kujenga amani, ikipatikana na mkakati wa Afrika wa upatanishi mwingi, huku kukiwa na mabadiliko ya siasa za kijiografia duniani. Changamoto za mshikamano, hata hivyo, huongezeka kwa ushirika wa Afrika katika BRICS sio bila changamoto zake. Mvutano kati ya nchi wanachama, hasa Misri na Ethiopia, umeibua wasiwasi kuhusu mshikamano wa ndani. Mizozo juu ya mageuzi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kwa mfano, ilisababisha usumbufu wakati wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS mnamo Septemba 2024, ukiangazia vikwazo vinavyowezekana kwa umoja ndani ya umoja huo. Uwekezaji wa kilimo, soko la nafaka la BRICS, huku ukosefu wa usalama wa chakula na mabadiliko ya hali ya hewa kama wasiwasi mkubwa, BRICS imependekeza kubadilishana nafaka ili kuleta utulivu wa bei na kubadilisha mauzo ya nje ya kilimo barani Afrika. Mpango huu unaweza kuvutia uwekezaji unaohitajika sana na kupunguza kuyumba kwa bei, kunufaisha wazalishaji na watumiaji. Wakati Afrika inapozidisha ushirikiano wake na BRICS, mafanikio yake yatategemea kushinda changamoto za ndani na kutumia rasilimali za umoja huo kuendeleza maendeleo endelevu. Mimi ni Hassan Magulumali na hii ni Media wa Express.